Lakini tunachokifanya kile sehemu ya sheria ambayo tulishaikubalisha, si ndivyo Kitendo cha kutekeleza, kitendo cha kutokutekeleza kile ambacho tulishakiadhimia, maana yake ni kujidharau sisi wenyewe, si ndivyo? Na kudharau maadhimio ya kile kikao. Kwa ndio maana kuna wakati mwingine kuna vitu vingine vinafikirisha. Yaani mtu anajua kwamba kuna utaratibu wa vikao, lakini bado anakwambia mimi na mambo yangu ya kufanya. Hilo jambo linafikirisha. Kwa sababu yeye anajidharau kwamba alichokitoa kile hataki kukifanyia kazi. Jambo ambalo sio la msingi na halipendezi. Kwa hiyo tangia kikao chetu cha kwanza kile tulichokianzisha, tulikuwa na utaratibu kwamba tuna utaratibu wa kukutana vikao vya mara kwa mara, hasa miezi mitatu hii ya mwanzo kabisa, kwa sababu tumeshaanza kutengeneza, si ndivyo? Hatuwezi kukaa kwa muda mrefu bila kukutana. Inatakiwa kila baada ya mwezi tukutane, tukakubaliana kwamba miezi mitatu tuwe tunakutana, kwamba kuanzia mwezi wa 6, wa 7, wa 8, leo siku ya mwisho, maana kikao chetu cha 5. Baada ya hapo wajumbe wakapendekeza kwamba baada ya tarehe 27 ya mwezi wa 8 leo hatutakuwa tena na kikao cha mwezi kwa mwezi. Tutakuwa na utaratibu wa vikao baada ya miezi mitatu. Yaani baada ya miezi mitatu kutoka leo, si ndivyo? Kwa hiyo leo tunakuja kukamilisha yale maazimio tuliyoandaa kwenye kikao kile kilichotoka cha tarehe 27 ya mwezi wa 6 mpaka kufikia leo. Leo tunakuja kutimiza vikao vingapi? Vikao vitatu. Tutagia tuanze hizi harakati mbalimbali, harakati za kufuatiliziana kwenye vikao hivi mbalimbali, si ndivyo? Leo tutahakikisha kwa tunafungua hatua ya mwanzo kwa nguvu na mshikamano ili tuanze rasmi mfumo wa vikao vya kila baada ya miezi mitatu. Hiyo ndio ilikuwa pointi ya ufunguzi na kikao chetu tayari kimeshafunguliwa. Sasa hivi nahamia kwenye sehemu ya pili, sehemu ya utambulisho wa washiriki, ambapo hapa sisi tumekusanyika, si ndivyo? Kuna watu wengine ni mara yao ya kwanza kuhudhuria kikao hiki, kuna watu wengine ni mara yao ya pili kuhudhuria kikao hiki, kuna watu wengine ni mara yao ya tatu kuhudhuria kikao hiki, si ndivyo? Kwa hiyo hatufahamiani, hatuwezi kusema kwa sababu tulishatambulishana kwenye kikao cha kwanza, hiki kikao cha mwisho tusitambulishane. Kitu hicho hakipo, si ndivyo? Maana leo tutakuja tena na utaratibu wetu ule ili tuweze kufahamiana, tuweze kujuana kwamba mimi nimefika hapa kama mtu fulani na nafasi yangu hii kwenye familia, si ndivyo? Kwa hiyo baada ya sala fupi na ufunguzi wa kikao hiki, tunaendelea na zoezi la utambulisho ambapo kila mshiriki atajitambulisha kwa majina yake matatu, nafasi yake kwenye familia na mahali alipotokea. Kwa wageni wapya, nichukue nafasi hii kuwakaribisha kwa mikono miwili, karibuni sana kwenye Kisabuni mpya. Hawa kwa wale wageni wapya, si ndivyo? Kwa wageni wengine naamini wanafahamu kwamba hii ni Kisabuni ambayo tumeshaanza kuitengeneza. Kwa hiyo kwa fursa hii sasa hivi tulishagawa zile namba, si ndivyo? Mimi hapa kazi yangu kusema namba 1. Kwa hiyo mwenye namba yake nitakuwa namuomba ajitambulishe kama nilivyosemea hapo kwamba majina yake matatu, nafasi yake kwenye familia, si ndivyo? Na mahali alipotokea. Hizo ndio vitu vya kuzingatia, si ndivyo? Kwa hiyo bila kupoteza muda sana niseme karibu namba 1. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam. Kwa majina ninaitwa Abdulahi Mohamed Kisaba, mkazi wa kijiji cha Nagomba. Mimi ni moja ya familia, moja ya kikosi cha familia hiki na kizazi kama familia. Nadhani kwa utambulisho tutambulishana vizuri zaidi. Hapa tunatambulishana vizuri. Kwa hiyo karibuni kwenye kikao, tuendelee na kikao. Kikao kiwe chenye amani na usalama. Na mkiwa na utaratibu kidogo wa kuongeza kile kinachofanyika, si ndivyo? Tuwe na utaratibu huo, itakuwa inasaidia kidogo, inakuwa inaleta hamasa, si ndivyo? Lakini pia kuna namba 2, karibu namba 2. Hamna shida. Hamna shida. Karibu. Sio lazima usimame, hivyo hivyo karibu. Sauti isikike. Mimi niseme kwa jina Fatuma Mohamed Sabuni. Ni mzazi wa familia hii yote iliyo mbele yangu. Kwa hivyo nawaombeni watoto wangu hapa kwenye kikao cha kufahamiana na nyinyi, cha kufahamiana wajukuu, cha kufahamiana kama nyinyi wana ndugu ambayo mnashikamana. Kwa hivyo karibuni kwenye maisha yangu hapa. Shukrani. Karibu namba 3. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi. Mtoto wa Mzee Yasini na naishi Masasi Mtandi.
namba 4 kama hivyo. Salamu Waalaikum salaam. Kwa jina ninaitwa Isa Rashidi Sabuni, ni mkazi wa kijiji cha Mkwajuni. Mimi hapa nikiwa kama ni mjumbe, ni kamati, naona kama nimependekezwa kama ni baraza la usuluhishi. Kwa hiyo mimi nipo, ni mtoto wa Zeka Sabuni kwa asante. Karibu namba 4 na samani, karibu namba 5 kama ipo. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nisamee nakaa. Hamna shida. Mimi naitwa Amina Mohamed Saidi. Na niliolewa hapa na Zeka Sabuni. Kwa hiyo nimependelewa na watoto wangu niwe mwanakamati ya usuluhishi. Shukrani. Namba 5. Nilikuwa nashukuru namba 5. Karibu namba 6. Kikao bwana familia safi. Mimi kwa majina naitwa ndugu Saidi Hamisi. Naam. Kwenye uzao nimezaliwa na Sabuni ambao kwanza hawa Sabuni. Naitwa Zainabu Mohamed Sabuni. Kwa hiyo na mimi nimetoa shukrani watu ambao mmeibua jambo hili. Nawapeni shukrani sana. Pia isiwe tumeibua afu